nchini DRC, wakazi wa kijiji cha Katogota wamefanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji ya watu 375 yaliyoendeshwa na waasi wa RCD Goma katika kijiji chao mwaka 2000. Undani wa taarifa hii na Victor Abuso. Mauaji hayo yalitekelezwa na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliouawa na wapiganaji wa Mai Mai karibu na eneo la Katogota. Rumeneza ni mkazi wa eneo hilo, anakumbuka kilichotokea. Hakuna nyumba yenyewe hawakuingia kama kwenda naua watu. Nilipotezaka shangazi yangu na babinamu. Kwa kawaida wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kwa kumbuka waliopoteza maisha na kurusha mashada maua kwenye mto Rusizi kama kumbukumbu. Ila mwaka huu hilo halikuwezekana kwa sababu wengi wamekimbilia nchini Burundi na wengine katika vijiji jirani. Esperance Matumaini ni miongoni mwao. Tunalalamikia viongozi watujue hali, watusikilie huruma, waangalie hizo mayatima zilibakiaga na wajane, manake watuchukulie kwa gisi na sisi tujikute watu kama wakaaji wengine fasi. Rafael Wakenge, mratibu wa muungano wa Wakongomani kwa ajili ya haki ya mpito, anaeleza matatizo yanayowakumba katika juhudi za kutafuta haki. Sisi tunadhani kama inawezekana, kama tunakuwa na hiyo politic, kama tunakuwa na strategy ya kuweza kutia kweli ile sheria ya mpito. Familia za wahanga wa mauaji ya Katogota zinatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuanzisha mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Kongo ili kuhukumu makosa yote yaliyofanywa kwenye ardhi hiyo. Mahakama ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahirisha hadi Jumanne ijayo kutolewa kwa uamuzi katika kesi dhidi ya aliyekuwa Waziri Mkuu Augustin Matata Ponyo. Msikilizaji, mapigano zaidi yameripotiwa kwenye vijiji vya Chofui, Kasheke, Kabamba na Mabingu jimboni Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya DRC kati ya wapiganaji wazalendo na waasi wa AFC M23 wanaosaidiwa na Rwanda. Ruben Lukumbuka anatufahamisha zaidi. Vyanzo vya kiusalama na mashirika ya kiraia kwenye mkoa huo vimethibitisha kuwa wakazi wa vijiji vya Chofi na Kasheke wilaya Kalehe na vile vijiji vya Kabamba na Mabingu eneo la Kabare wamejikuta katika hatari na wengine kulazimika kukimbia makazi yao. Mapigano hayo yalianza siku ya Jumanne kwenye maeneo ya Kasheke Lemera katika eneo la Kalehe ambapo vikosi pinzani vilipambana siku nzima. Idadi kamili ya vifo kutokana na mapigano haya bado haijulikani, huku idadi ya watu waliolazimika kukimbia makazi yao inaongezeka na wengi wao hawana msaada wowote wa kibinadamu, vyanzo vya ndani vimesema.